watazamaji wetu katika kipindi ukipendacho. Kipindi ni kipindi cha Biblia Yasema, kipindi kinachowajia muda na wasaa kama huu. Kipindi hiki kinapokea maswali na kuyatafutia majibu. Nasi tumepokea maswali kadhaa ambayo tunakwenda kuyajibu katika kipindi cha leo. Mimi naongea nawe ni mtumishi wako mchungaji Steven Leta. Nipo tayari kabisa kuanza kipindi chetu, na kabla hatujaanza hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa fursa hii nyingine ambayo umetupatia. Tunakwenda kujifunza neno lako kupitia maswali yaliyoulizwa na watazamaji. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili majibu yatakayotolewa yawasaidie watazamaji kufanya maamuzi sahihi ya kuokolewa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tupatie swali la kwanza. Okay, katika kipindi cha leo swali la kwanza linasema, kama tunabatizwa ili tuondolewe dhambi, Yesu alibatizwa kwa ajili gani wakati tunaambiwa hakuwa na dhambi? Okay. Ni kweli kabisa, ubatizo unakuja kwa sababu ya dhambi. Kama kusingekuwa na dhambi, pasingekuwa hata na haja ya ubatizo. Na tunapozungumzia dhambi, tunamaanisha kwamba ile dhambi ya asili. Yaani kwa asili sisi tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa hiyo ili kurejea ile hali ya mwanzo tuliyokuwa nayo kabla ya dhambi, tunatakiwa tubatizwe. Ni kweli kuwa ubatizo ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na unafanywa kwa dhambi tu. Yesu alifanywa ubatizo kwa kuwa alichukua asili ya dhambi, na kwa kuwa alitaka kutuachia kielelezo. Kuna mambo makubwa mawili kwa nini Yesu alibatizwa. Kwanza, alikuwa ameshiriki ile hali ya asili ya dhambi. Alichukua mwili wenye asili ya dhambi, na kwa hiyo ikamfanya ni lazima yeye pia abatizwe. Lakini jambo la pili, alitaka kutuachia kielelezo, kwa sababu wazo la ubatizo ni wazo linalohitaji unyenyekevu mwingi. Ni wazo linahitaji unyenyekevu, kama ambavyo wazo la kuangalia nyoka wa shaba kule jangwani lilikuwa linahitaji unyenyekevu mwingi sana, kwamba aliyeumwa na nyoka akimwangalia nyoka wa shaba anapona. Itaka imani, itaka unyenyekevu. Jambo hilo hilo Mungu analileta kwetu pia, kwamba wale wanaotaka kuokolewa ni lazima wakubali kuzamishwa ndani ya maji mengi, bila kujali hayo maji ni mazuri au ni maangavu au ni machafu. Lakini aikubali hiyo kanuni, alafu ndipo atakapookolewa. Kwa hiyo Yesu alitaka kutuonyesha kielezo, kusiwepo na mtu yeyote huko baadaye atakayegomea huu ubatizo kana kwamba ni jambo jipya au ni jambo lisilokubalika. Atakapojua kwamba Yesu alibatizwa, basi atapata ujasiri wa kuingia kwenye huo ubatizo. Katika kitabu cha Matendo sura ya 2 fungu la 38, Biblia inasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo unahusu wenye dhambi, na hatua ya kwanza kabla mtu hajabatizwa ni kutubu. Na akishatubu halafu akabatizwa, anaondolewa dhambi zake zote, na baada ya hapo anapokea Roho Mtakatifu. Hizo ni hatua ambazo hazitakiwi zipishanishwe. Unakubali wewe ni mwenye dhambi, unatubu, unaungama, unaingia ndani ya maji mengi, unaoshwa dhambi zako hizo kwa imani, na unatoka kwenye hayo maji ukiwa mtu mpya kabisa uliyefufuka, na unapewa uwezo wa Roho Mtakatifu kukuongoza katika maisha mapya ya kukulia wokovu. Katika kitabu cha Marko 1 fungu la 5, Biblia inasema, wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Yordani, wakiziungama dhambi zao. Kwa hiyo mtu anayebatizwa ni lazima aungame dhambi. Sasa utajiuliza, Yesu yeye aliungama dhambi gani? Kwa sababu alikuwa kweli na mwili wenye asili ya dhambi, lakini yeye mwenyewe hakuwahi kutenda dhambi. Katika kitabu cha Mathayo 3 fungu la 13 hadi 17, Biblia inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?
Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Hata Yohana mchungaji wake aliyembatiza alitaka kusita kumbatiza Yesu, kwa sababu alikuwa anatambua kwamba ubatizo huu ni watu wenye dhambi, wanakuja hapa, wanatubu, wanaungama. Kwa Yesu hakupakuwepo na hicho kipengele cha kutubu dhambi, sijui kuungama, hamna. Yeye alikuja tu moja kwa moja, akaja akazamishwa ndani ya maji mengi, akatoka, akatembea, alafu kabla hajaondoka huwa akaja akatoa kwenye bega lake kwa kuwakilisha Roho Mtakatifu. Alafu na sauti kutoka juu mbinguni, sauti ya Baba ikasema, huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo kuna nafsi tatu zilikuwepo pale. Alikuwepo yeye mwenyewe mwana kama Yesu alibatizwa, alikuwepo Roho Mtakatifu kwa mfano wa hua au njiwa, na alikuwepo Baba mwenyewe akitoa sauti yake akisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo ubatizo ukao umekamilika kwa namna hiyo. Ubatizo usio na toba, ubatizo usio na maungamo. Lakini alibatiza kwa sababu alimweleza yule mchungaji wake kwamba, sikiliza, inafanya hiki ninachokifanya ili haki itendeke. Ni haki gani Yesu anazungumzia? Yeye kama mwanadamu mwenye dhambi atapataje uhalali wa kuwawakilisha wanadamu wenzake? Atapataje uhalali wa kwenda kufa na kuchukua adhabu inayowastahili wanadamu wenzake, na wanadamu wenzake wote wakahesabiwa kwamba hawana hatia? Kwa hiyo ili aweze kukidhi hivyo vigezo, ilimpasa yeye mwenyewe abatizwe, ilimpasa yeye mwenyewe afe kwa niaba ya wanadamu, na ndio ukombozi wa wanadamu ukakamilika kwa njia hiyo. Angekataa tu kubatizwa, ukombozi wetu usingekamilika. Kwa hiyo ilimpasa atimize haki yote, lakini pia kwa kielelezo kwetu sisi. Waebrania 2:16 hadi 17 Biblia inasema, maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Kwa hiyo Yesu alikuwa amefananishwa na wanadamu, alikuwa amezaliwa katika mwili wa dhambi, lakini hakutenda dhambi. Hakutenda dhambi kwa sababu Roho Mtakatifu alimpa ushirikiano mkubwa, na Yesu mwenyewe alitoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu. Hapa kuna jambo la kujifunza. Mara nyingi sisi tunashindwa kuishi hayo maisha Yesu aliyoishi kwa sababu hatutoi ushirikiano wa kutosha kwa Roho Mtakatifu. Na mbaya zaidi, katika siku hizi kuna wanaokanusha kuwepo kwa Roho Mtakatifu au kumbeza Roho Mtakatifu. Yesu hakufanya hivyo. Pamoja na kwamba Yesu, Baba na Roho Mtakatifu wote wana level zinazofanana, lakini Yesu alikuwa mtii maisha yake yote mpaka akakubali kwenda kubatizwa. Kumbuka kwamba Roho Mtakatifu hakubatizwa, Baba hakubatizwa, ni yeye peke yake mwana ndiye amebatizwa, na yeye ana hadhi ya uungu. Alionyesha unyenyekevu mkubwa, lakini hiyo ni kwa sababu ya kukupenda wewe na kunipenda mimi. Katika Petro wa kwanza 2:24 Biblia inasema, yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo baada ya kuwa amebatizwa, ubatizo unaowastahili wanadamu wote, na akaonekana kwamba hana dhambi katika maisha yake yote, Biblia inatuthibitishia ile kwamba yeye hakutenda dhambi. Kwa hiyo akazichukua zile dhambi zetu ambazo tulikuwa tunastahili zile za kwetu, ambazo kimsingi zilitakiwa zitupeleke pale msalabani tukaadhibiwe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu akainunua hiyo kesi, akaenda yeye mwenyewe kuadhibiwa pale msalabani kwa jambo ambalo hakufanya, kwa kosa ambalo hakulifanya. Hakushiriki kabisa dhambi ile. Ndio maana Biblia inasema kwamba alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Kwa hiyo ule mwili wake ule ukawa unawakilisha miili ya wanadamu wote waliotenda dhambi,
ambao Biblia ilitamka kwamba watastahili kupewa adhabu, yaani mauti ya milele, kutengwa kabisa na uso wa Bwana. Yesu akaenda yeye mwenyewe kutengwa na uso wa Bwana pale aliposema, Mungu wangu mbona umeniacha? Alikuwa ametengwa kweli, kwa sababu ndio adhabu ilikuwa inamstahili mwanadamu, hiyo kutengwa na uso wa Mungu milele. Na kwa hiyo kwa kifo chake na kwa njia ya ubatizo ule, vyote vilikuwa vinafanyika kwa ajili yetu sisi. Yeye mwenyewe wala hakustahili chochote katika mambo yale, alikuwa anatuonyesha mfano na kielelezo. Katika Petro wa kwanza 2:22 Biblia inasema, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hiyo Yesu hakutenda dhambi, lakini alitakiwa bado abatizwe. Kwa sababu gani? Kutimiza haki yote. Si amekuja kutulipia, yeye anafanya yale kwa niaba yetu sisi, lakini pia ili iwe kielelezo. Jambo la kushangaza kwamba watu siku hizi wamekuwa wakisita kukubali ubatizo wa kuzamishwa majini, wakati wanatambua kwamba Yesu alibatizwa ubatizo huo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi, na wala hakutoa visingizio vinavyotolewa siku hizi. Na yeye alikuwa hana dhambi kabisa, yeye ndio angekuwa na haki ya kukataa huo ubatizo, lakini aliukubali ili kutuachia kielezo sisi. Sasa sisi tunawachiwa kielezo, tumekuwa wabishi wagumu kweli kufuata kielezo. Kumbe Yesu afanye nini? Katika Marko 10:8-39 Biblia inasema, Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Hapa Yesu anafafanua, anazungumzia mambo mengi yenye kina sana, lakini kifupi ni kama anawaambia kuna ubatizo ambao mimi nimeupitia wa kuzamishwa ndani ya maji mengi, lakini kuna mwingine nitakaopatia juu ya mateso. Unajua mateso ni kama ubatizo unaotutakasa, unaotuosha, unaotusafisha tuwe safi. Unapopitia katika mateso, tabia fulani mbaya zinaondolewa, tabia nzuri zinabaki. Huo mchakato huo Yesu anauita pia ni ubatizo. Lakini alikuwa anamaanisha batizo zote mbili, ule ubatizo wa maji mengi na huu mwingine wa mateso. Anasema ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Sasa kwa nini leo mtu anabatizwa ubatizo ambao Yesu hakubatizwa? Kwa nini? Wakati Yesu aliagiza kwamba ubatizo anaobatizwa yeye ule wa Yordani ule, na sisi tutabatizwa, na si lazima uende mto Yordani, na si lazima uende mtoni, mradi tu kuna maji mengi, ukenda ukajitumbukiza ndani ya yale maji mengi, baada ya kuwa umeungama dhambi zako na kutubu, umebatizwa ubatizo kama wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama wewe hujabatizwa ubatizo aliobatizwa Yesu Kristo, Yesu anakutaka ukabatizwe huo ubatizo. Huo ndio ubatizo pekee aliouacha hapa duniani. Waefeso 4:5 nasema, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kwa nini kuwe na mabatizo ya aina nyingi? Ubatizo ni mmoja tu, ule aliobatizwa Yesu. Yaani ukitaka kujua ubatizo wa kweli ni upi, wala usisumbue kichwa. Wewe uliza Yesu alibatizwaje. Nenda kabatizwe hivi hivyo na wewe. Maana kuna ubatizo mmoja tu, kuna aina moja ya ubatizo tu. Nafikiri muuliza swali, umeridhika na majibu tuliyokupatia. Sasa tunaenda kwenye swali linalofuata. Ubatizo wa maji mengi ulianza wakati wa Agano Jipya. Je, wale wa Agano la Kale ambao hawakubatizwa kwa maji mengi wataokolewaje? Ni kweli anachokisema huyo mtazamaji. Ubatizo wa maji mengi tunaanza kuona wakati wa Agano Jipya, Yesu mwenyewe akiwa amebatizwa ubatizo huo, na baadaye wanafunzi wake pia walibatizwa na wao wenyewe wakabatiza watu. Majibu. Ubatizo ni ishara inayowatambulisha watu fulani ya kuwa wameingia kwenye agano maalumu na Mungu, na kwamba Mungu anawamiliki. Kuna maagano kati ya Mungu na hao watu, na katika hayo maagano kuna kipengele kinachomtambulisha Mungu kuwa ndiye anayewamiliki hao watu. Kwa hiyo hapo sasa hao watu wanatakiwa wafanyiwe ubatizo ili iwe ishara ya kwamba hao watu wanamilikiwa
na hawa watu wana agano na Mungu. Katika nyakati za Ibrahimu ishara hiyo ilikuwa tohara. Katika Mwanzo 17:10 hadi 12 Biblia inasema, hili ndilo agano langu nitakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanaume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wazao wako watatahiriwa. Kwa hiyo tohara ilikuwa ndio ishara ya kutambulisha watu wanaomilikiwa na Mungu, watu waliokuwa katika agano na Mungu, na ilitumika wakati wa agano la kale. Katika kitabu cha Matendo 7 fungu la 8 Biblia inasema, akampa agano la tohara, basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Kwa hiyo kuanzia pale kwa Ibrahimu ndipo unaanza kuliona hilo agano linatekelezwa. Hiyo ndio ilikuwa ubatizo wa agano la kale, tohara, na iliwahusu tu watoto wa kiume, na ilitakiwa kila akifikisha umri wa siku 8 anakwenda kutahiriwa. Katika kitabu cha Mwanzo 17 fungu la 14 Biblia inasema, na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu ule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Kwa hiyo kama ambavyo leo hii mtu ambaye hajabatizwa anatengwa na kundi la watu wa Mungu, na akifanya makosa mazito, basi hata ule ubatizo wake unatenguliwa, anatakiwa abatizwe tena. Zamani hizo hapakuwa ubatizo, ilikuwa ni kutahiriwa. Na kutahiriwa huku kuliwahusu watu wote, wale wazaliwa, hata wale wageni walioamua kujiunga na kundi la waumini walikuwa wanatakiwa kutahiriwa. Isipokuwa tu shida yake tu ilikuwa haiwahusu wanawake. Sasa mtu anaweza kujiuliza, sasa huu ubatizo gani unaowagusa tu wanaume peke yake na wanawake hawagusi? Hayo ndio mapungufu ya mfumo huo wa kuwatambua watu wanaomilikiwa na Mungu na walio katika agano na Mungu uliokuwa unafanyika katika agano la kale. Mwanzo 34:15 hadi 16 Biblia inasema, lakini kwa sharti hili tu tutapatana ninyi, lakini kwa sharti hili tu tutapatana nanyi, mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanaume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatoa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wamoja. Hii ni wakati Dina alipokuwa ametendwa vibaya. Kwa hiyo wakataka watu wale watahiriwe, na hiyo ilikuwa ndio namna ya kuwatambua watu wanaomilikiwa na Mungu na walio katika agano na Mungu. Katika kitabu cha Kutoka 12:48, na mgeni atakapoketi pamoja nawe na kupenda kumfanyia Bwana Pasaka, waume wake wote na watahiriwe, ndipo hapo akaribie kufanya Pasaka, naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi, lakini mtu yeyote asiyetahiriwa asimlee. Kwa hiyo kutahiriwa kulikuwa ni namna pia ya kuwaingiza wale watu katika agano la Mungu. Yaani ili uungane na watu walio kwenye agano na Mungu, unatakiwa utahiriwe. Kama ambavyo leo unapotaka kujiunga na watu wa Mungu, waumini wa kanisa la Kristo, unatakiwa ubatizwe. Kwa hiyo ubatizo ilikuwa ni point ya kuingilia kwenye jumuiya ya kiroho ya wakati husika. Katika zamani zile ilikuwa ni kutahiriwa, katika zamani hizi ni ubatizo. Sasa tohara ililenga kufisha tamaa za dhambi zinazochochewa na mwili kwa kuutahiri moyo wenyewe wa dhambi ulio chimbuko la dhambi zote. Jambo hili lilifanikiwa zaidi kwenye agano jipya kuliko katika agano la kale. Shida kama ambavyo tumeelezea pale, tohara ya agano la kale ililenga kuondoa magovi ya wanaume peke yake, na hiyo ndio upungufu, kwa sababu kimsingi tohara ile ilikuwa inakusudia kuutahiri moyo wenye dhambi ambao ndio kiwanda cha kuzalishia dhambi. Na hiyo tunaiona katika baadhi ya mafungu mengine ya agano la kale. Yeremia 4 fungu la 4 Biblia inasema, jitahirini kwa Bwana mkaziondoe govu za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji ya Yerusalemu, ghadhabu yangu isije ikatoka kama
moto ikawaka hata mtu asiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Kwa hiyo Mungu alichokuwa na kitamani zaidi ni kutahiri mioyo. Kwa bahati mbaya watu walikuwa wanatahiriwa, lakini walikuwa bado wako vile vile, wako wapagani kwa sababu mioyo yao ilikuwa haijatahiriwa. Na kutahiri moyo maana yake ni kufanya huo moyo usizalishe tamaa. Katika kitabu cha Matendo 7 fungu la 51 tunasoma, enyi wenye shingo gumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Huyo ni Stefano anawaambia, ninyi shida yenu ninyi hamjatahiriwa mioyo. Kwa hiyo katika Agano la Kale tohara ililenga kutahiri moyo, sio tu ngozi iliyopo katika uume, hapana. Na kwa hiyo ndio maana haikuwa effective, haikuwa imetimiza lile kusudi, na ndio maana pakatakiwa haja sasa ya kubadilishwa. Kutahiriwa kulikuwa ishara ya agano kati ya Mungu na watu wake. Tohara ya Agano la Kale ilikuwa na mapungufu kwa kuwa ilifanywa na wanaume peke yao na haikuhusisha tohara ya moyo inayobadilisha nia. Mungu akionyesha nia yake ya kubadili agano la tohara lililowabagua wanawake na kuanzisha agano litakalowashirikisha watu wote, alianzisha ubatizo wa maji mengi. Lengo hapa ni kuonyesha maisha ya kale yanavyopisha maisha mapya. Hiyo ndio kwamba yani mtu aliyetahiriwa ni tofauti na ambaye hajatahiriwa. Kwa maana aliyetahiriwa anachukuliwa kwamba huyo ameanza maisha mapya ya kuukulia wokovu. Tofauti walivyokuwa wanaichukulia wakati wa Agano la Kale. Wewe fikiria wakati ule watoto wa Yakobo wameenda kuwatahiri wanaume wale kutokana na Dina kubikiriwa, halafu kesho yake wakaja kuwapiga vita kwa sababu walikuwa hawezi kutembea kwa sababu ya vile vidonda vya tohara. Je, hilo ndio lengo la Mungu la kwamba watu watahiriwe ili kesho yake uje wapige? Ina maana nao pia waliharibu tafsiri halisi ya tohara au ubatizo. Sasa Mungu anakuja katika Agano Jipya analeta tafsiri iliyo sahihi zaidi. Wakorintho wa kwanza 10:1-2 Biblia inasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wewe wa Musa katika wingu na katika bahari. Hapa tunaletewa dhana nyingine ya pili ya ubatizo. Katika Agano la Kale kulikuwa na dhana ya tohara, ilikuwa inawakilisha ubatizo, lakini kuna dhana ya pili ambayo Paulo hapa anaileta kwetu kwamba wale wote waliopita chini ya wingu wakati wanavuka bahari ya Shamu. Na halafu upande wao wa kulia na kushoto kulikuwa na kuta za maji. Kile kitendo kilikuwa ni ubatizo. Pale Mungu alikuwa anaandaa mawazo juu ya ubatizo wa maji mengi utakaokuja katika wakati wa Agano Jipya. Na ndivyo ilivyotokea katika wakati wa Agano Jipya. Tafsiri imekuja ikiwa sahihi kabisa katika Wakolosai 2:11 Biblia inasema, katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Wagalatia 6:15 Biblia inasema, kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutahiriwa bali kiumbe kipya. Unaona, kusudi la tohara ilikuwa kupata kiumbe kipya, jambo ambalo halikufanikiwa sana katika Agano la Kale, lakini linafanikiwa zaidi katika kipindi cha Agano Jipya. Wakorintho wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa hayo yanafanikiwa kupitia mpango wa kuwatambua wanaomilikiwa na Mungu na walio katika agano naye kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Warumi 6:4 Biblia inasemaje? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo sasa ubatizo umepatikana unaowafanya watu wazamishwe ndani ya maji mengi. Ni uwakilishi wa kitendo Yesu alichokifanya kwa kufa pale msalabani. Alikufa na aliufia huu mwili wa dhambi tulionao mimi na wewe, na akauacha kule chini kwenye maji, na alipoinuka akainuka na mwili mwingine, mwili wa utukufu, mwili ambao hauishi dhambi. Na sasa kila anayebatizwa anatakiwa alielewe jambo hilo, ya kwamba ule ubatizo ni kitendo kinachowakilisha kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, na ndicho kitendo pia kinachowakilisha ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kaburini
Maana anayebatizwa katika maji mengi pia huwa anatoka ndani ya maji mengi, akitokea huku juu kile kitendo kinachukuliwa kama ni ufufuko. Kwa hiyo ni jambo lililopangiliwa vizuri ili lireflect kitendo fulani kilichotufungulia sisi wokovu wanadamu wote. Na hicho kitendo ni kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Unapolibadilisha hilo fundisho au hicho kielelezo, umebadilisha kila kitu na umewakosesha watu kitu kikubwa sana. Katika kitabu cha Warumi 12 fungu la 2 Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo tunaubatizwa sasa, tunabadilishwa nia zetu. Nia ndio inabadilishwa, na kwa sababu inabadilishwa nia, kwa sababu sasa tohara imekamilika, kwa sababu Roho Mtakatifu anapoingia, moja ya vitu anavyofanya, anatahiri mioyo. Mioyo ile ilikuwa inatamani dhambi sasa haitamani tena, ina maana imetahiriwa. Hicho kitendo sasa kinafanyika effectively, kwa sababu kipindi kimewadia ambacho Roho Mtakatifu anafanya jambo hilo. Kila zama ina nuru ya wakati huo. Watu wa Agano la Kale waliishi kwa nuru ya tohara, na watu wa Agano Jipya wanaishi kwa nuru ya ubatizo, ambayo ni nuru iliyo bora zaidi ya ile ya tohara. Kwa hiyo wewe ishi kulingana na nuru ya wakati husika. Wewe ambaye sasa hivi umepewa ubatizo wa maji mengi, tembea na ubatizo wa maji mengi. Wenzetu wa Agano la Kale waliopewa tohara na wengine wakatambuliwa wamebatizwa kwa kupita chini ya wingu na katikati ya kuta za maji, hao nao walikuwa wamebatizwa kwa njia hiyo. Kwa hiyo wale wa Agano la Kale wako sawa kabisa, walishiriki ubatizo kwa nuru iliyokuwepo wakati ule, na sisi tunashiriki ubatizo kwa nuru iliyopo wakati huo. Tuangalie swali kabla ya kuangalia swali linalofuata, tunaenda kwa mapumziko kidogo, na halafu baada ya mapumziko tutarejea kuangalia swali linalofuata. Karibuni. Baada ya mapumziko mafupi tunaendelea na somo letu, na sasa tunaangalia swali linalofuata. Karibu. Ili mtu abatizwe, je, anatakiwa ajue mafundisho yote ya Biblia? Ili mtu abatizwe anatakiwa awe amekidhi vigezo vyote muhimu. Awe amejifunza Biblia na kumwamini Yesu, na awe tayari kuendelea kujifunza ili kukulia wokovu na kufikia kimo cha Kristo. Umesikia hicho kipengele kwamba awe tayari kuendelea kujifunza, kwa maana ya kwamba ili ubatizo si lazima ujue mambo yote. Kuna yale mambo ya msingi, na mambo ya msingi yaliyotajwa hapa ni kumwamini Yesu Kristo. Ukishamwamini unaendelea kujifunza mpaka ufikie kimo fulani cha Kristo. Matendo 8 fungu la 35 hadi 38 Biblia inasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimwone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Unaona hapa huyu towashi alikuwa anajifunza. Kuna baadhi ya mambo alikuwa hayaelewi, kama ambavyo wewe kuna baadhi ya vitu vinakutatanisha, lakini kwa kuendelea kuhudhuria katika vipindi hivi umekuwa ukipata mambo mapya,
umekuwa ukiongeza ujuzi wako wa maandiko, umekuwa ukiongeza uwezo wako wa kumwelewa Yesu. Na yeye pia alipokutana na Filipo akamfafanulia kwamba ili fungu lilosoma maana yake hii na hii na hii na hii na hii. Akasema Bwana, anamwamini Yesu. Yesu kwa kweli namwamini. Kabisa, kama Yesu nimeshamwamini, nini tena kingine? Akasema ni wewe tu. Maji hayo hapo, wakashuka pale wakabatizwa. Kwa hiyo ubatizo ni kitu kirahisi sana tu. Unajifunza neno la Mungu, ukifikia mahali pa kumwamini Yesu Kristo, unabatizwa, na ukishabatizwa unaendelea kujifunza tena. Katika kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19 hadi 20, Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo kuyashika yote ni baada ya kubatizwa. Yaani kule mwanzo anasema nendeni mkawabatize, baada ya hapo mwafundishe kuyashika yote. Kwa hiyo ni swala endelevu. Yaani hakuna mtu anayeelewa mambo yote kwa wakati mmoja. Mimi mwenyewe hapa bado naendelea kujifunza. Yaani kumfahamu Mungu na kumfahamu Yesu ni mchakato wa kudumu. Na kila siku unapata jambo jipya, na kila unapata jambo jipya unazidi kukua. Katika Petro wa kwanza 2:2 Biblia inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo kuna swala la kuukulia wokovu. Shabatizwa tayari, unaendelea kujifunza. Tena ndio unachimba zaidi. Na wakati huo katika kile ambacho umekifahamu hicho kidogo, unawashuhudia watu wengine ambao hawakifahamu. Unaenda kuongea nao habari ya neno la Mungu, unawaeleza juu ya kile ulichojifunza kwa Yesu, lakini hata matendo yako yenyewe yalivyobadilika. Jamii inayokuzunguka wanaona kuna badiliko fulani, hiyo yenyewe inawashawishi kuja kwako kuuliza, Bwana, kumetokea nini? Umepata fursa ya kuambia, umepata fursa ya kumtambulisha Yesu kwao, kwamba mwaminini Yesu ndiye aliyenifanyia haya yote. Na wakati huo ukiendelea kujifunza. Kwa hiyo si lazima ujue mambo mengi ili ubatizwe. Wewe ukimwamini Yesu tu, hata katika masomo haya nayoyatoa, kama utamwamini Yesu, mwisho wa somo hili nitatoa ombi na nitatoa wito kwa wale wanaomwamini Yesu. Kama ni mmoja wapo wale wanaomwamini Yesu, hiyo tayari ndi tiketi ya kufanya uende ukapewe ubatizo mahali popote karibu na hapo ulipo unapoishi. Nitakuelekeza mahali unapoweza kwenda ili ukabatizwe, ikiwa tu umemwamini Yesu Kristo. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3:12 hadi 14 Biblia inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kwa hiyo swala la kukulia wokovu ni endelevu. Wala mtu asikukatishe tamaa. Mbona wewe unaonekana bado una tabia fulani za kule zamani? Naambia sikiliza. Bado mimi nauchuchumilia wokovu, nakaza mwendo. Nikiyasahau yote yaliyopita. Kama kuna mahali nimeanza kukumbuka, niombee tu ndugu yangu, nishike mkono. Kwa maana wokovu ni mchakato. Haitokei siku moja tu mtu akaacha kila kitu. Kwa baadhi ya watu inatokea. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Mungu ana uwezo wa kukubadilisha wewe, matendo yako yote yakaisha ndani ya siku moja. Lakini kwa wengine ni mchakato unachukua muda kidogo, na kwa hiyo mchakato utakapoona unachukua muda, isikukatishe tamaa. Sema nakaza mwendo, nifikirie meza ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Katika kitabu cha Yohana 16:13 Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo kuna huyo Roho Mtakatifu ambaye ukishatoka kwenye ubatizo tu, kazi yake ndio inaanza. Yaani kazi yake inaanza, na kazi yake ni kubadilisha tabia zile mbovu ambazo ulikuwa nazo zamani, anaziondoa, anaweka tabia zingine za mbinguni zilizo nzuri zaidi. Naamini kabisa utakuwa umeelewa swali lako liloulizwa. Sasa tuelekee kwenye swali lingine linalofuata.
Huyu bwana ana maswali mazuri sana. Mwizi wa msalabani kwa kweli hatuoni mahali alikobatizwa. Tunaona tu akimkiri Kristo pale pale juu ya msalaba na Yesu akimwahidia, na baada ya hapo ni kifo, wakafa wote watatu pale, lakini akiwa ameahidiwa kitu. Najibu kama ifuatavyo: kubatizwa ni kwa lazima ikiwa nafasi ya kufanya hivyo ipo. Naomba nirudie hiyo point. Kubatizwa ni kwa lazima ikiwa nafasi ya kufanya hivyo ipo. Yaani isionekane wewe nafasi ya kubatizwa ipo, lakini unapiga piga tu chenga, unachelewesha. Kuna watu wa namna hiyo, wameamini haya maneno kwa siku nyingi sana, wanayakubali kwamba ndivyo alivyo, lakini wazito wa kufanya maamuzi. Sasa hao ni tofauti kabisa na hao wengine ambao nitawazungumzia. Katika mazingira ambayo mtu amemwamini Yesu, lakini fursa ya kumfanyia ubatizo imekosekana, mtu huyo hatazuiliwa kupata uzima wa milele. Yaani wewe umemwamini Yesu na halafu hapo mahali ulipomwamini Yesu maji ya kubatizwa hayapo, unaona? Au umemwamini Yesu lakini maji yapo ila unaumwa sana, kiasi ambacho hata madaktari wanashauri kwamba huyu mkimtumbukiza ndani ya maji yanaweza kutokea. Anaweza akakata moto. Basi wewe tunakusubiria mpaka upone, na kama utaondoka moja kwa moja na wewe ukafa kabla hujabatizwa, unachukuliwa kabisa kwamba umeshabatizwa. Mungu anachoangalia ni nia iliyoko ndani ya moyo wako, unaona? Lakini ikiwa nafasi ya kubatizwa ipo na wewe unachelewesha, alafu umauti ukakukuta katika hali hiyo ya kuchelewesha kwa makusudi, hapo hali yako haiwezi kufanana na ile ya mwizi msalabani. Ubatizo upo kwa ajili ya kuudhirishia ulimwengu kuwa umemwamini Yesu na kuacha njia za dhambi. Lakini hiyo haimzuii mtu kuokolewa yule aliyemwamini Yesu na kushindwa kubatiza. Kwa hiyo usiwazuilie watu kupata hiyo fursa ya kumwona mtu ambaye amebadilishwa, mtu anayemfahamu, waliokuwa wanaishi naye. Huyu bwana amekuwa hivi siku hizi. Huyu bwana alikuwa msumbufu hapa mtaani. Huyu bwana alikuwa kibaka. Huyu bwana alikuwa mlevi, anapiga kelele akitoka baa huko usiku. Leo amekuwa mtulivu, anavaa vizuri kabisa. Havuti tena sigara wala nini, apigi mke. Hayo ni matokeo ya mtu aliyemwamini Yesu akabatizwa. Sasa usiwazuilie watu wengine kupata huo uzoefu, kwa sababu uzoefu huo ndio unaowafanya watu wengine pia kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Luka 23 fungu la 39 hata 42, Biblia inasema, na mmoja wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Pale kuna shida katika kusoma hilo neno hilo. Yesu akamwambia, amini nakuambia leo hivi. Huu mkato ulitakiwa uwekwe pale mbele ya leo hivi. Yaani amini nakuambia leo hivi, sio amini nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Yesu hakwenda na yule mwizi wa msalabani peponi siku ile. Maana siku ile ilikuwa Ijumaa, na siku ya Jumapili wakati Yesu amefufuka, anawaambia wale waliokuja kaburi kwamba msiniguse maana sijaenda kwa Baba. Sasa iliwezekanaje aende peponi na yule mwizi msalabani, alafu Jumapili awaambie sijaenda kwa Baba, na waongopea? Kwa hiyo Yesu alikuwa amemwambia, leo hii nakuambia, leo hii uniamini, leo hii mimi nakuambia tutakuwa pamoja na wewe peponi. Tutakuwa na wewe peponi lini? Hiyo siku haikutajwa. Kwenye hii statement haikutajwa kabisa siku ambapo Yesu atakuwa na yule mtu peponi. Kwa hiyo tafsiri hiyo potofu ambayo watu wanaipata kwamba Yesu alikwenda naye peponi siku ile sio sahihi. Hii mikato hii katika Biblia ilikuja kuwekwa baadaye sana. Yaani waandishi wa vitabu vya Biblia ilikuwa hata sura hamna, yaani kinaanza kitabu mpaka mwisho.
hamna cha nukta nini, utajua mwenyewe nukta uwekee wapi na mkato utawekea wapi. Sasa katika waliweka mkato, nadhani huyo alikuwa na dhana hiyo hiyo ya kuamini kwamba Yesu alikwenda na yule mwizi msalabani peponi siku ile, kwa hiyo akapachika hapo penye na kuambia. Matokeo yake watu wengi wamepata dhana ambayo ni potofu sana. Kwa hiyo Yesu alimwahidi tu siku ile, lakini hakwenda naye peponi siku ile. Katika kitabu cha Yohana 5 fungu la 24 Biblia inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unaona? Kwa hiyo kumwamini Yesu, alafu ukishamwamini ukabatizwa, na ubatizo wenyewe ukawa ule wa maji mengi, unaoashiria kwamba unakufa pamoja na Kristo kwa kile kitendo cha kuzamishwa, na unafufuka pamoja na Kristo kwa kile kitendo cha kutoka majini. Huo ubatizo unatambulika kule mbinguni kwamba huyu ameingia kwenye agano na Mungu na huyu anamilikiwa na Mungu. Na kwa hiyo wakati ule ule kitendo kile kinapofanyika, Biblia inasema unavuka, unatoka hukumuni au unatoka mautini unaingia uzimani. Kwa hiyo kama wewe umebatizwa, ulimwamini Yesu alafu baadaye ukabatizwa, basi ujue wewe umeshavuka, umeshatoka mautini umeingia uzimani. Wewe hapo ulipo uko uzimani tayari. Waefeso 2 fungu la 4 hadi la 6 Biblia inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Unaona, Yesu anatuchukulia tu kwamba kwa kitendo chake cha kufa pale msalabani na kufufuka, wote wanaomwamini wameshatoka mautini na wameshaketishwa tayari mbinguni. Kwa hiyo swala la sisi kuokolewa si swala la kubahatisha, yani ni swala la uhakika kuliko maelezo. Yesu anatuona kama tumeshatoka mautini, anatuona kama tumeshaingia katika viti vya enzi mbinguni. Fungu letu la mwisho ni katika kitabu cha Marko 16:16. Biblia inasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo ubatizo ni wa muhimu kabisa, na mtu ambaye anataka kuokolewa ni lazima abatizwe. Ila asiyekubali ubatizo, huyo anatafuta kuhukumiwa. Na atahukumiwa kweli. Na mimi nisingetamani wewe uhukumiwe. Tunaangalia swali linalofuata. Swali linalofuata anauliza, je, kuna watu ambao Mungu anawatambua kama watakatifu hapa duniani? Na kama wapo, kinachowafanya watu hawa watambuliwe kama watakatifu? Ni kweli. Katika kitabu cha Zaburi 16 fungu la 3 Biblia inasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio nilipendezwa nao. Kwa hiyo Mungu kuna watu wanawatambua kama watakatifu, wako hapa duniani na ni binadamu. Fungu jingine, Mambo ya Walawi 20:26, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Mungu ana watu wake, anasema hao wangu, hao wanawamiliki, hawa ni watakatifu. Na Danieli 7 fungu la 25 Biblia inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Kwa hiyo watakatifu wake aliye juu hapo, hao wanaotunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, hao ni watakatifu. Danieli 7:18 Biblia inasema, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam hata milele na milele. Moja ya vitu ambavyo Mungu ametuandalia ni kupokea ufalme na kuumiliki ufalme milele na milele. Na hiyo itafanywa na watakatifu ambao wako hapa duniani. Kwa hiyo Mungu ana watakatifu wake walioko hapa duniani. Ayubu 15:15, yeye hawategemei watakatifu wake, na mbingu nazo si safi machoni pake. Sasa kuna angalizo hapa, hao watakatifu walioko duniani Mungu si kwamba hawategemei. Kwa maana yake nini? Yaani usije ukafika mahali ukaanza kujiinua ukapinda mgongo kwamba kumbe watakatifu hapo, basi mimi ni mtakatifu. Mungu hakutegemei wewe.
Kwa nini? Kwa sababu hata huo utakatifu ambao Mungu anakupatia hicho cheo, ni yeye ndiye amekufanya ustahili kuitwa mtakatifu. Wewe kwa asili wewe sio mtakatifu. Sisi tunaopata utakatifu kupitia kwa Yesu Kristo tu. Yeye tu peke yake mwenye aliyekidhi vigezo vya kuwa mtakatifu. Maana hakutenda dhambi. Unaona? Maisha yake yote. Wewe na mimi wote tunatenda dhambi. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Kwa hiyo ni cheo fulani tulichopewa ili kutufanya tuwe na juhudi tufikie hiyo hatua ya kuwa watakatifu. Yaani sisi ni kama candidate. Tunaenda kuwa watakatifu siku moja. Sasa kabla hiyo siku haijaja, lazima tuitwe watakatifu. Ili hiyo inatuhamasisha kwamba jamani, mimi ni mtakatifu, lakini niko kwenye kutengenezwa, niko gereji, ninachakatwa. Hiyo ndio maana ya utakatifu. Efeso 4:12 Biblia inasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja na imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Unaona maelezo haya yanayotolewa hapa yanawahusu watakatifu. Asema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sasa kumbe watakatifu hawajakamilika, ila wanakamilishwa. Kwa hiyo kuna watakatifu wako hapa duniani ambao hawajakamilika, lakini wanakamilishwa. Na katika wakati ambapo wanakamilishwa, Mungu amechagua kuwaita watakatifu. Katika Wakolosai 3:12 Biblia inasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo nanyi. Kwa hiyo unaona tunaitwa watakatifu, lakini kuna mambo ambayo hatujakaa vizuri. Anasema jivikeni moyo wa rehema, jivikeni utu wema, jivikeni unyenyekevu, jivikeni upole. Yaani hivyo vitu hatuna, lakini tunaitwa watakatifu. Kwa hiyo Mungu anao watakatifu wanaoendelea kutengenezwa hapa duniani. Katika Efeso 1:4 Biblia inasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Lakini hiyo usichukulie kwamba kwa sababu tunaendelea kutengenezwa, kwa sababu hatujakamilika, hatupaswi kuonyesha ile hali ya utakatifu. Hapana. Mungu ametuita watakatifu kwa sababu ana matarajio kwamba kwa kadri tunapoendelea na mchakato, tutakuwa tunaonyesha tabia fulani iliyo tofauti na watu wengine, kwa sababu dunia inahitaji kuona hiyo tabia, kwamba inawezekana kweli hapa duniani mtu akawa sio mwizi, inawezekana hapa duniani kweli mtu akawa mpole. Na kuna watu ambao watakapomwona mtu wa aina hiyo watashawishika kumwamini Mungu. Kwa hiyo katika kitabu cha Wakolosai 1:22 Biblia inasema katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Kwa hiyo wale ambao Mungu amechagua kuwaita watakatifu wanatakiwa wahakikishe hawana lawama, hawana mawaa, vinginevyo watakuwa hawaitendei haki hiyo sifa ya kuitwa watakatifu. Katika Ufunuo 12:14 fungu la 12 Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Pengine fungu hili ndilo linaloelezea vizuri sana namna ya kuwatambua hao watakatifu. Maana kila mmoja anaweza akasema mimi mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sawa, lakini una hivi vigezo. Unazishika amri za Mungu, una hiki kigezo. Je, una imani ya Yesu? Yaani kama vile sio kwamba unamwamini Yesu, imani aliyokuwa nayo Yesu unayo. Yesu aliamini nini? Yesu aliamini juu ya Sabato. Yeye mwenyewe alijiita Bwana wa Sabato. Unayo wewe? Yesu aliamini juu ya ubatizo wa maji mengi. Alibatiza yeye mwenyewe. Hiyo imani wewe unayo? Kwa hiyo wale ambao wana imani ya Yesu lakini pia wanashika amri 10 za Mungu, hao ndio watakatifu. Kwa mujibu wa Ufunuo 14:12. Nafikiri nimetoa ufafanuzi vizuri juu ya hilo. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nikushukuru wewe ambaye umetembea pamoja nasi tangu tulipoanza kule mwanzo. Naamini mambo yaliyofundishwa, majibu yaliyotolewa yamekusaidia kumwelewa zaidi Mungu, kumwelewa zaidi Yesu na kufanya uamuzi.
natamani sana ufanye uamuzi wa kubatizwa. Ubatizwe kabla hujachelewa, kwa sababu hakuna atakaye kwenda mbinguni ambaye hatabatizwa. Wana wa Israeli walibatizwa kwa njia ya tohara, kwa njia ya kupita katikati ya bahari. Watu wa Agano Jipya wanabatizwa kwa njia ya kuzamishwa kwenye maji mengi. Achana na huo ubatizo mwingine uliobuniwa na wanadamu, eti wa kunyunyiza maji kichwani. Wapi imeandikwa kwenye Biblia kwamba watu wanyunyiziwe maji kichwani? Yesu alinyunyiziwa maji kichwani? Kwa nini wewe unachagua ubatizo ambao Yesu alituachia kielelezo, alisema ubatizo mmoja tu. Kwa hiyo kama unatamani kuwa miongoni mwa wale watakaobatizwa, nitakupendekezea tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato linalotoa mafundisho haya lililo karibu na kanisa lako. Waulize tu watu, watakuelekeza mahali lilipo. Naenda muone mchungaji, mwambie nimehudhuria kipindi cha kwenye runinga na kwenye redio, na kwa hiyo nimemwamini Yesu, naye atakufanyia ubatizo. Basi tunapokwenda kuomba, wewe unayotamani ubatizwe, nitataka uinue mkono wako wa kuume ili kumdhihirishia Mungu kwamba umeshafanya uamuzi. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa fundisho la leo. Asante kwa kutuelewesha mpango wa wokovu. Ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtu wako ambaye amechagua kubatizwa. Amekuamini na hana shaka na wewe, na sasa kilichobakia kwake ni ubatizo. Tafadhali umsaidie kutimiza hilo hitaji lake. Akutane na mchungaji atakayemfanyia hiyo huduma, ili aanze maisha mapya ya kukulia wokovu, akijiandaa kuonana na wewe unapokuja mara ya pili. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.